Nikiri kwamba nimekuwa na Edith Serafin Lucina au kwa jina maarufu Mama Mnuo kwa ukaribu kwa zaidi ya miaka 30. Miaka yake yote 30 niliyomfahamu na nikaishi naye na nimejifunza sana mengi. Kwanza akiwa kama mlezi wetu, akiwa mama, akiwa kiongozi, akiwa na maono mapana. Edith Lucina alinijaza au aliniwezesha kuwa na kipaji kikuu cha uongozi, hasa kipaji cha kusikiliza. Alikuwa ni mtu wa kupenda kusikiliza sana na kukusanya mawazo ya wengine na kuweza kuyafanyia kazi kwa vitendo. Na mawazo yake ya kazi kwa vitendo mmeshuhudia nyewe wenyewe. Unaweza mkaona shamba lake lenye mipingo lilivyo na miti mizuri, namna ya kuhifadhi mazingira sio kwake binafsi, kwa ajili ya vizazi vijavyo, kwa ajili ya kuifanya mama Tanzania aweze kunawiri na iweze Tanzania yetu iweze kuwa sehemu yenye maisha yaliyo salama kwa wote. Na amefundisha wengi kwa vitendo, na mengine mengi aliyotufundisha kwa vitendo, namna gani ya kuileta jamii pamoja. Namna ya kuileta jamii pamoja ni kusikilizana, ni kuridhiana, hata kama unakosolewa unasikiliza na kukubali kukosolewa. Na pale ambako umeshaweka utaratibu na utaratibu usipofuata, alikuwa anasema ni fujo. Kwa mfano, aliweza kusimamia sheria ya mfumo wa vyama vingi mwaka 1995 bungeni. Akasema vyama vyote viko sawa. Na alivyoeleza wenzake wa CCM kwamba kwa nini mnawafanyia vyama vya upinzani fujo kutumia jeshi la polisi kuwapiga mabomu wakati hao ni raia halali wa Tanzania. Wenzake hawakupenda kumuelewa wala kumsikiliza. Yeye akachukua hatua ya kuachana na Chama cha Mapinduzi na akajiunga na NCCR Mageuzi. Na alipoingia NCCR Mageuzi, hoja alizozijaza bungeni, hasa hoja ya kuifanya Tanzania iweze kuwa sehemu salama kwa wote yenye maji ya kutosha. Hoja hiyo alisimamia mwaka 96, japo bunge zima linakubali ni hoja nzuri, lakini kutokana na ubinafsi wa kiitikadi haikuweza kutekelezwa. Mpaka leo hii tunapata haya matatizo. Tungalikubali kumsikiliza Edith Lucina takriban miaka 29 iliyopita, Tanzania tusingekuwa tena na tatizo la maji kama ilivyo leo hii. Kwa hivyo Mama Mnuo, yale mawazo yake, fikra zake ziko kwenye Hansard za bunge, zinaendelea kuishi na tuendelee kuishi matendo yake. Na nawahamasisha kina mama wengine wajifunze historia ya Edith Lucina. Mmeona maeneo anavyoishi kimazingira, anavyoifanya Tanzania kwa sehemu salama na nzuri, na Edith Lucina alikuwa haogopi kwa namna yote ile. Na ndio maana alikuwa mwanamke wa kwanza Tanzania kuwa na nia ya kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 2000, japo ilitokea mikwara ya hapa na pale na vikwazo mbalimbali, hakuweza kufanikiwa ndoto hiyo, lakini alionyesha kwamba ye sio muoga ndani ya vyama vingi, hata ilivyokuwa ndani ya mfumo wa chama kimoja cha siasa. Alikuwa mimi nimebahatika, alikuwa makamu mwenyekiti wangu tangu mwaka 2000 mpaka mwaka 2009. Nikiri kwamba uongozi ambao ninao kidogo, hekima nilizonazo kwa kiasi kikubwa alinijaza Edith Mnuo, ya kutokuogopa, ya kusema kile unachokiamini, ukisha kubaliana unaonyesha njia. Yeye ananiambia wewe tunakujenga sasa uwe kiongozi, na aliacha wosia wa kuandaa viongozi. Alifika 2009 akasema vijana sasa wajitokeze nao waonyeshe vipaji vyao, waonyeshe uwezo wao, na wao tuandae sisi tu washauri, ili Tanzania iendelee kuwa sehemu salama na nzuri zaidi ya kuishi. Na kwa namna ya pekee ya kumwenzi Mama Mnuo, pamoja na namna nyingine nyingi walizosema na kushuhudia, wakiangalia alivyokuwa anapigania haki msingi za kina mama. Alipokuwa yale mliokubaliana hasa za kina mama kuzitekeleza, hakuwa na dalili yoyote ile ya kusema kwamba lazima abebwe kwenye mbeleka au abebwe na mtu mwingine. Hakutaka kuwa yeye awe ni bendera fuata upepo tu, la hasha. Mkubaliane, mbishane, lakini mshakubaliana tunasonga mbele. Alitaka sasa kulea vijana. Sasa mama wa namna hii inabidi yale yote aliyoyatenda yako ndani ya bunge, miaka 10 ndani ya CCM, miaka 5 ndani ya NCCR Mageuzi, uongozi wake miaka 9 ndani ya chama cha siasa ndani ya NCCR Mageuzi, na alivyokuwa UWT huko CCM, wakusanye yale maandiko yake yote
na wenye ushuhuda wa aina mbalimbali, ili tuweze tukayaandika yaweze kuwa ni kielelezo sahihi cha kunyanyua vipaji vya vijana wa leo kiuongozi na kiutendaji, na hasa kuwekeza kwenye uti wa mgongo ambao tunasema ni kilimo. Yeye amefanya kilimo. Kwa mfano, unaweza uweze kuamini hili ni eneo la ndani ya mkoa wa Dar es Salaam, lakini alikuja akaishi huko akiwa na miaka 45 kukiwa hamna umeme, anakuja na taa chemli, anaishi huko, lakini akiwa na maono mapana ya zaidi ya miaka 50 mbele. Yeye alikuwa na miaka 45, ameondoka duniani ana miaka 80. Etimisi miaka 35 ameishi katika mazingira haya akiwa anajiamini bila aina uoga wote. Cheki hazina aliyotuachia, cheki mipingo aliyoiacha katika eneo hilo. Mipingo hii utaivuna labda baada ya miaka mingine 50, je, miaka 100. Hakuiotesha kwa ajili yake, aliwekeza kwa ajili ya vizazi vijavyo. Tumpende mama Tanzania, tumjenge mama Tanzania kwa heshima ya kumuenzi na kuishi matendo mema ya Edith Serafini Lucina. Mwenyezi Mungu aiweke roho yake mahali pema peponi. Amen. Miaka sasa hivi ni ngumu sana kuona mwanasiasa hasa mwanamke akitoka Chama cha Mapinduzi na kwenda vyama vingine vya upinzani na akawa na nguvu zaidi kama alivyokuwa kwenye chama tawala. Unadhani wanasiasa ambao kwenye vyama hivyo tawala na upinzani wana kipi hasa cha kujifunza cha kipekee kwa mama Edith? Mama Edith alikuwa ni jasiri na hakuwa mwoga, akijenga hoja akiwa ndani ya CCM, hoja hizo alihamia nazo upinzani. Sasa ni washauri wakina mama sasa wasiangalie vyama zaidi, maslahi ya pamoja kwa ajili ya kumpa upendo na kumlea vizuri mama Tanzania ndio iwe tayao. Maslahi mapana ya taifa kama alivyofanya mama Edith Mnuo ya maslahi kwa taifa. Wasiangalie ubinafsi wao, wasiangalie wao watapata nini. Mama Mnuo hakuangalia maslahi yake, alithubutu, lakini uthubutu wake hata alivyotoka ndani ya CCM, lakini amewekeza sana kwenye elimu ya Watanzania. Mmesikia sifa zake kwa watoto wasiojiweza, mmesikia sifa zake kwa mapadri, mmesikia sifa zake katika kanisa, mmesikia sifa zake katika jamii. Mmeweza kuona aliweza kuja kuwekeza kwenye kuvuna maji hapa, na leo hii anatoka duniani, lakini ametuachia utajiri wa hali ya juu sana. Ameacha utajiri wa hali ya juu sana. Sasa ni jukumu la vijana wake kulinda utajiri huu, lakini pia ni jukumu la kina mama wengine walioko ndani ya vyombo vya maamuzi na hasa ndani ya bunge wajifunze Edith Mnuo alikuwa nani, Edith Serafini Lucina alikuwa nani. Edith Mnuo aliwezaje kuingia kwenye kundi la G55 mwaka wa 93 na kuweza kutaka kuiwepo serikali ya Tanganyika. Mkisikia serikali ya Tanganyika sasa hivi ilianzishwa na kina Edith Mnuo mwaka wa 93 akiwa ndani ya CCM, hakuogopa, akasema ni haki ya Watanzania kuwa na serikali ya Tanganyika sasa kama ilivyo serikali ya Zanzibar. Kwa hivyo fikra hizi, ukiwa na jambo lolote liseme, uwe na uthubutu wa kutoa mawazo mazuri ni mazuri tu, na mawazo mazuri huwa yanajenga. Mawazo mazuri ni ya pamoja. Kwa hivyo viongozi walioko sasa wakubali kusikiliza, hata wasio kubali yaingia kwenye masikio yao, wayasikilize, wayatafakari, wayachambue, yatawapa maarifa. Maarifa hayo yatawapa hekima ya kufanya maamuzi sahihi kwa ustawi wa taifa la Tanzania. Wanasiasa walioko leo, kwa nini wanakosa ujasiri wa kuwa na kama alikuwa nao mama Edith wa kuanzisha kuwa miongoni mwa kundi la G55 ambalo lilikuwa linasimamia katika kile ambacho wanakiamini? Unadhani kwa nini wanaikosa hiyo sifa, na asilimia kubwa wamekuwa wengi wakiwa wenye kusifia zaidi badala ya kusimama kwenye misimamo ambayo wanaamini na kuweza kujenga? Hili lilopo kwenye wanasiasa wa leo, hawana uthubutu, hawana uhodari, wanaogopa, wanalilia maslahi yao binafsi zaidi badala ya maslahi mapana ya mama Tanzania. Ndio hofu yao kubwa, wanaona kwamba leo nikikosa nafasi itakuwaje. Kumbe namna ya kuweza kuishi, namna ya kuweza kuifanya Tanzania kwa sehemu moja, sio lazima uwe ndani ya bunge tu. Hata ukiotoa mawazo yako, ukiweka msukumo wa dhati, Tanzania ikineemeka, tunaneemeka sote. Ndio sababu wanasema wale walio wazuri wakikaa kimya, taifa litaangamia, na tunaangamia sote. Lakini wale walio wazuri wenye mawazo chanya wakiyapeleka hadharani na kuyasema bila uoga, Tanzania itastawi zaidi. Kwa hivyo mazingira yaliyopo leo hii ya kikatiba, ya kisheria, lakini mengi wala sio ya kikatiba tu na kisheria, yengine ni hofu tu, ni kuogopa tu, mengine ni kuhofu na hofia nini, wakati wewe ni raia uliozaliwa uliye na haki zote za kikatiba, haki zote za msingi za kuzaliwa za kusema. Kwa hivyo niwatie uthubutu wakina mama wa leo, viongozi wa leo,
wajifunze, waje hapa nyumbani kwa Edith Mnuo, wajifunze historia yao, ili washirikiane na zile fikra alizoacha, watapata simulizi, ili Tanzania iweze kuwa sehemu salama na nzuri zaidi, na mama Tanzania aweze kunenepa na kustawi zaidi. Neno moja, chama cha NCCR Mageuzi na wewe binafsi, leo mnamkosa mtu wa namna gani kuanzia leo? Ninayezungumza ni NCCR iliyoanzisha mageuzi ya taifa hili, iliyozaliwa tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka wa 91 siku ya Jumatano kama National Committee for Constitutional Reform. Ile NCCR wakati huo yenye fikra za pamoja kwamba upinzani sio uadui, upinzani ni kubadilishana hoja, upinzani ni kujengana zaidi. NCCR namna ile kwa leo hii nikiri kwamba mawazo ya namna ile tena hayapo. Tunasikia matamko ya viongozi wa NCCR wanaosema leo hii NCCR ya 95 ambayo iliweza ikazalisha wabunge 19 ndani ya mfumo wa vyama vingi kwa mara ya kwanza, wakina Maberi Nyarando, wakina Balozi Ndobo, wakina Edith Mnuo tule mhifadhi leo hii, wakina Mnyamisi Musho, wakina Madara Mosi, wakina Ndimara Isaya Tega Mbwage, wakina Joseph Mtui, wakina James Mbatia, wakina wengi wa namna ile ambao, wakina Makongoro Nyerere ambao tulifanya bunge kweli, wakina Masumbuko la Mwai, likawa na mtazamo, nchi ikawa na mtazamo chanya na wenye mwelekeo sahihi. NCCR namna ile tena leo hii imeondoka kwenye ile misingi ya itikadi yake ya utu, na msingi mkuu wa itikadi ya utu ni udugu, sio kuku. Na ukishaanza kujua msingi mkuu wa itikadi ya utu ambao ni udugu, ni kumtendea mwenzako unavyotaka kutendewa nawe. Msingi wa itikadi ya utu ni kuifanya Tanzania kwa sehemu salama na nzuri zaidi ya kuishi. Itikadi ya utu ni uhai wa taifa la Tanzania. Wakirudi kwenye msingi hiyo, taifa litakuwa kwenye sehemu iliyo salama na nzuri zaidi. Kwa hivyo wajitafakari, waone kwamba jukumu na historia ya NCCR Mageuzi itawahukumu kama hawatatekeleza wazo asilia la mageuzi ndani ya taifa la Tanzania. Asante sana.